mafanikio pia yana uhusiano wa karibu na kupigana vita vya kiroho. Soma kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 11 na mstari wa 2. Maandiko yanasema kutoka wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu upatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu ndio wanauteka. Mtu ndio apate ufalme wa Mungu, sio utakatifu tu peke yake unahitajika, lakini unahitajika uwe na nguvu za kutosha za kupigana na kila vizuizi ambao shetani atakuwekea katika njia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Kutoka mlango wa 8 na mstari wa 28, Farao anawaambia wana wa Israeli, mnaweza mkatoka mkaenda, lakini msiende mbali. Ina maana kwamba alikuwa amewekea limitation, alikuwa amewazuia kiasi kwamba hata kama wakienda, lakini wasipatikane wameenda mbali. Kuna watu ambao wameruhusiwa na mizimu ya kwao, wakaruhusiwa na yale mashetani ambao walikuwa wamewashikilia waingie katika ndoa, ama waingie katika biashara, waanzishe biashara, lakini washangaa kwamba kumbe mizimu imehapa ya kwamba hautaweza kuenda mbali. Na ndio maana kuna umuhimu wa kupigana vita ya kiroho. Maana unaweza ukaanzisha ndoa alafu ukapata talaka, ama ukaanzisha ndoa alafu ukawa ile ndoa kuna utasa, hakuna vile mke wako anaweza akapata mtoto, ama ukaanzisha biashara baadaye ile biashara ikakuja ikaisha. Ufalme wa Misri ni ufalme ambao haukuruhusu ukaenda mbali, au kuruhusu ukatoka kabisa, ukatoka kibiashara, ukatoka kindoa au ruhusu kabisa ukatoka. Ukiona kwenye maisha yako kuna kitu unang'ang'ana ili kifanikiwe, lakini hakifanikiwi, ujue kwamba umewekewa limitation kwenye maisha yako, na ndio hapo sasa unafaa kujua umuhimu wa kupigana vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ufalme wa Misri ni ule ambao utazuia mtu kuenjoy the full package ya baraka zake. Inawezekana vile ambavyo unaona umebarikiwa, uko na gari, yani ulifaa kuwa umebarikiwa hata zaidi, lakini kumbe uliwekewa limitation ama kizuizi, ukaambiwa hapo ndio mwisho na utapita hapo. Ndio maana kuna umuhimu wa kupigana vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 46 na mstari wa 10, Mungu, maandiko yanasema Mungu huangalia mwisho kabla ya mwanzo. Mungu ako na uwezo wa kujua hatima yako mwisho utakuja kuishiaje. Yaani kiufupi, Mungu akianza kukufunulia hatima yako, labda utakuja kuwa mwanabiashara, utakuja kuwa mtu mkubwa, kiongozi mkubwa, huwa akuonyeshangi hapa mwanzo. Ukiona unaonyeshwa hapa mwanzo kile kitatokea hapa, vile utang'ang'ana, vile utakuja ujue kwamba sio Mungu, ni shetani. Maana Mungu ukutazamisha kule mwanzo. Mungu akija kwako aidha kupitia kwa ndoto, kwa maono, kupitia kwa malaika, kwa mtumishi wa Mungu, ili kwamba akuonyeshe mwisho wako utakuwaje, huwa anakuonyeshanga kule mwisho kutakuwaje. Sasa wakati ule ambapo Mungu anapokufundisha mwisho wako utakuwaje, ujue kwamba mashetani anaweza akasikia ama yakaona ukionyeshwa, na hapo ndio sasa vizuizi huwa vinawekangwa mbele yako. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mithali 26 na mstari wa 27, maandiko yanasema achimbaye shimo anatumbukia mwenyewe. Huyu mtu amechimba shimo katika hatima yako, kwenye njia yako, kwa sababu alikuwa anajua bila shaka utakuja kupita pale. Hakuna mtu anaweza akachimba shimo katika njia yako akiwa ajui kwamba utapita pale. Kwa hivyo mara nyingi kuna watu ambao wamechimbiwa mashimo mbele yao, wametumbukia, wameshindwa kupita wakafanikiwa, kwa sababu walipoonyeshwa mwisho wao, naye shetani alijua mwisho wao, na alafu akawekea vizuizi. Sasa nataka tuangalie mstari ndio uone mtu ambaye aliwahi kuzuiliwa na akadivert, akaacha ile njia yake. Kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 14 na mstari wa 10, maandiko yanasema hivi: palikuwa na bonde iliyoitwa bonde la Sidimo. Barabara zake zilitengenezwa kwa lami, ila ilijaa mashimo ama matobo. Hizi ni barabara ambazo maandiko yanasema ya kwamba
ilikuwa imetengenezwa hiyo barabara katika bonde inaitwa bonde la Sidimo, kwenye kile kitabu cha Mwanzo 14 mstari wa 10. Barabara zake zimetengenezwa na lami, lakini zimejaa matobo. Alafu kukatokea vita kati ya mfalme wa Sodomu na wafalme wengine. Maandiko yanasema kwamba mfalme wa Sodomu alipokuwa anapita kwenye ile barabara na akaona matobo, akaona mashimo kwenye ile barabara, alidivert, akaachana na ile njia, akapita kwenye njia nyingine tofauti. Kuna watu kwa sababu ya vizuizi ambao vimewekwa kwenye hatima zao, kwenye njia zao, ulikuwa umeanza mahusiano mazuri ama ndoa nzuri ama biashara vizuri, lakini ukajipata kwamba umedivert, ukatoka kwenye hatima yako ama kwenye njia yako ya mafanikio, kwa sababu ile njia yako, wachawi wa kwenu, mizimu ya kwenu, anayekupiga vita adui yako aliona barabara ambao utapitia, alafu akaamua yeye achimbe mashimo. Ndio maana kuna umuhimu wa kutumia hiyo verse ambayo inasema kwamba achimbaye shimo anatumbukia mwenyewe, naye ambikirishaye jiwe litamrudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna umuhimu wa kupigana vita. Changamoto wakati mwingine zikija kwenye maisha yako huwa zinakujanga na opportunity, na mara nyingi unapokaribia kupata ndio wakati ambao shetani anawekanga vizuizi vingi sana kwenye hatima yako, na kuna umuhimu wa kujifundisha kupigana vita. Kwa hivyo vita ya kiroho ama kushindwa kupigana vita ya kiroho inaweza kuwa ni sababu nyingine ambayo itafanya usije ukafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anamwambia Petro enenda katika bahari. Alikuwa Kapernaumu wakati ule. Akamwambia Petro, enda katika bahari na yule samaki wa kwanza utamkamata. Atakuwa amemeza pesa. Atakuwa na pesa. Enda upanue kinywa chake alafu utoe ile pesa. Kumbuka hii pesa ilikuwa ni halali yule samaki. Lakini huyu samaki pesa inatolewa kwenye kinywa chake kwa sababu number 1 hakujua value ya ile pesa ambayo alikuwa nayo. Na number 2, nataka ujue kwamba Petro alikuwa ameambiwa na Yesu kwamba kuanzia leo hii hautakuwa mfupi wa samaki tena, lakini utakuwa mfupi wa watu. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa sana Yesu alikuwa anajaribu kutufundisha kwamba kuna uwezekano Petro alienda akapatana na mtu ambaye yule mtu alikuwa akona pesa, lalafu hakuwa anajua maana ile pesa. Maana Petro alikuwa ameambiwa sasa hautakuwa mfupi wa samaki tena, lakini utakuwa mfupi wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati shetani atakunyang'anya kile ambacho ni halali yako kikiwa mdomoni, kwa sababu ya kutokujua value ya hiki kitu, na kwa sababu ya kutokupigania kile ambacho uko nacho. Watu wanasema kwamba kama samaki angefumba kinywa tu angekamatwa na doana. Kuna watu kwa sababu ya kuropokwa kusema hatima yako, kusema maisha yako, kama vile Yusufu alisema hatima yake. Ndio maana unaona kwamba sasa wamewekewa mitego mbele yao, wamewekewa ndoano kwa sababu ya kupanua kinywa, baadaye wakajipata kwamba wamekamatwa na ile ndoano. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kumbuka Yesu alikuwa ameshindwa kulipa tax, alafu akamwambia Petro, enda ufanye nini? Upanue kinywa cha yule doana. Kuna kitu ambacho tunafaa kujifundisha hapa, kwamba Kaisari anaweza akapokea pesa ya mwizi, pesa ya kaaba, pesa ya mtu yeyote. Kwa hivyo wakati ule Petro anapopanua kinywa, hata kama ni cha mtu ambaye hajui value ile pesa, na apelekee Kaisari, haina shida, maana Kaisari anapokea pesa yote. Sasa nataka tuwaze hapo kwa pamoja kwamba hii pesa ambao Petro anaambiwa aende akachukue kwa samaki, ni samaki mtu ama ni samaki ya kawaida? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ndio kuna umuhimu sasa, unafaa kushika sana ulicho nacho na ukipiganie, ili shetani asije akakunyang'anya kile ambacho ni halali yako. Nikimalizia ni kwamba katika kitabu cha Luka mlango wa 2 mstari wa 34, maandiko yanasema ya kwamba mtoto huyu amewekwa kwa sababu ya kuinuka kwa wengi na kushuka kwa wengi. Huyu ni Yesu alikuwa anaelezwa hapa, kwamba Yesu alikuwa anatufundisha, ama andiko alikuwa anatufundisha kwamba kila wakati unapoona mtu anainuka, ujue kuna mwingine ameshuka. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kupigana vita
usije ukashushwa ukawa ndio wewe umepangiwa kushuka huu mwaka. Bwana Yesu asifiwe.